Niseme kwamba siku ya leo niliite ni kongamano ambalo limekusanya vijana ambao wako vyuoni, lakini pia ambao wako vyuoni. Walikuwepo pia watu ambao tayari wako kwenye biashara, ni wajasiriamali, na lengo kuu kwa kweli ni kuendelea kufunguana ufahamu ili vijana wajue kabisa kwamba wana nafasi gani katika kuleta maendeleo ya taifa. Kwa kuajiriwa, lakini pia kwa kujiajiri. Kwa hiyo msisitizo mkubwa umekuwa kwa vijana waangalie namna gani kwamba wanatengenezeka, lakini pia wanajitengeneza ili waweze kufaa kwa ajili ya nini? Ya kujiajiri, lakini pia hata pale ambapo patakuwa na uhitaji wa soko la ajira pia waweze kufaa. Kwa sababu jambo kubwa ambalo limekuwa ni kama kiini hapa likizungumziwa ni swala zima la ukosefu wa ajira. Kwa hiyo mazungumzo yote ya leo ambayo yamehusisha pia watu ambao watu ambao wametoa shuhuda za maisha yao, vijana wenzao ambao wametoa shuhuda za maisha yao kwamba ni namna gani ambavyo wameweza kupambana bila kukata tamaa na mwisho wameweza kupata mafanikio. Lakini pia vijana wamepata kujulishwa fursa ambazo zinatolewa na mabenki. Tulikuwa na watu wa CRDB, lakini pia tulikuwa na watu wa NMB, wote pia wameweza kuwaonyesha vijana kwamba kwa kupitia hizi benki wanaweza wakapata fursa gani kwa ajili ya kupata mitaji, waweze kujitengenezea wenyewe ajira zao. Kwa hiyo kwa kweli amezungumzwa mambo mengi sana ya msingi kwamba kijana lazima awe na maono na maisha yake, lakini pia lazima awekeze kwenye kujitengeneza, kujenga ujuzi ambao utamwezesha hata kama anaanzisha anaenda kujiajiri kwamba anajianzishia mwenyewe ajira yake, lakini hata kama anaenda kuajiriwa bado tunahitaji vijana ambao wana ujuzi, vijana ambao wana uelewa mkubwa na mpana wa masuala mazima ambayo ya maendeleo, lakini kulinganisha na fursa ambazo zipo. Kwa hiyo tumeweza kuongea na vijana, na lengo kubwa niseme kabisa kwamba ni kuendelea kuwajenga, ni kuendelea kuwafungua ufahamu wao. Tukitamani sana kuwa na vijana ambao wao wenyewe wanaweka nia, wanadhamiria kwa kwamba watakuwa ni vijana wa mfano, lakini pia watakuwa ni vijana ambao wataleta maendeleo ya taifa hili. Kwa majina naitwa Dr. Agneta Edi Mhenga, ni mwanzilishi na mwenyekiti wa Development Goals Foundation, na siku ya leo tulikuwa na Youth Summit au tamasha la vijana ambapo tulikuwa tunaongelea kuhusu changamoto ya ajira na kwa namna gani vijana wanaweza wakachangamka kutazama fursa mbalimbali zilizopo kwenye mazingira yaliyopo, zilizopo serikalini, zilizopo pia kwenye international organization katika kujitengenezea ajira na wao wenyewe kujiajiri na kunufaika kwa ajili ya hizo, kutokana na hizo ajira na kuweza pia kuajiri vijana wenzao. Lakini pia tulikuwa na speakers mbalimbali ambao wameweza kushare experience zao katika biashara, wameweza kuelezea namna gani wamefanikiwa na namna gani walifeli. Kwa hiyo naamini ni seminar ambayo imekuwa nzuri kwa vijana. Vijana wengi wame-respond positive, wamejifunza kitu, na wengi naamini wanaenda kufungua potential zao, na zoezi hili litakuwa endelevu kadri Mungu atakavyotujalia. Tutafanya kila mwaka Mungu akitusaidia. Kwa hiyo kwa sababu ni kitu ambacho kina positive impact, vijana wamelipokea vizuri, na naamini tutakavyozidi kuendelea kufanya basi vijana watakuwa wanajitokeza kwa wingi na watazidi kunufaika zaidi kwa hizi tamasha au semina ambazo tunaziandaa. Tunapenda kutoa rai au wito kwa wafadhili mbalimbali ambao wanaweza kusupport semina kama hizi, waweze kuwa wanafanya hivyo mara kwa mara ili kuwezesha hizi semina ziweze kufanyika nyingi na mahali pengi. Kuna vijana wengine wako mikoani na walitamani sana kupata semina kama hizi. Kwa hiyo kukiwa na uwezeshaji mbalimbali basi ni rahisi kuweza kufika mikoa mingi zaidi na vijana wakanufaika katika mikoa waliopo. Tumepata kijana kutoka Tabora, lakini wako vijana wengi huko mikoani ambao wanatamani semina hizi ziweze kufika mikoani kwao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.